Marehemu Felista Onyango Kabati alizaliwa mnamo mwaka 1938 katika kijiji cha Bukondo, Ukerewe, akiwa ni mtoto wa tano kati ya watoto 6 kutoka kwa mzee Kabati na Vikoro na mama Kalihanza Makubura. Elimu. Alipata elimu ya msingi kutoka shule ya msingi Bukondo mnamo mwaka 1955. Ubatizo. Tarehe 13 mwezi wa 10 1968 alibatizwa katika kanisa Katoliki parokia ya Masio na kupata komunio ya kwanza tarehe 20 mwezi wa 7 1969. Pia alipata kipaimara katika kanisa la Masio Ukerewe mwaka huo na tarehe hiyo. Ndoa. Mnamo tarehe 15 mwezi wa 10 1968 alifunga ndoa takatifu na mzee Damiani Mtunalaro Luhuga katika kijiji cha Mpura katika kanisa la Roma Katoliki Masio Ukerewe. Maisha yake. Alibahatika kupata watoto 9, wa kiume 4 na wa kike 5. Ameacha watoto 7, wajukuu 57 na vitukuu 90. Ugonjwa. Alianza kusumbuliwa na tatizo la ugonjwa wa moyo tangu mwaka 2025. Alipatiwa matibabu katika hospitali tofauti ikiwemo Kamanga Referral Hospital, St. Clara Hospital na Seketure Hospital Mwanza. Kifo. Alipatwa na mauti tarehe 27 mwezi wa 1 2026 katika hospitali ya Seketure Mwanza. Shukrani. Tunashukuru Mungu kwa maisha ya mama yetu Felista na wengine ni bibi yetu Miambo Kabati. Pia shukrani za dhati kwa madaktari wote wa hospitali zote alizopatiwa matibabu, na shukrani kwa kanisa Katoliki, watumishi wote wa jimbo la Mwanza na jimbo la Bunda tangu ugonjwa wake mpaka leo. Hitimisho. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe.
Bwana Mwenyezi kuthibitisha kwa fumbo la msalaba na kutia muhuri kwa fumbo la ufufuo wa mwanao, tunakuomba ujalie kwa wema mtumishi wako Felista ili aingizwe katika jamii ya wateule wako. Kwa niaba ya Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Mwenye haki ingawa amekufa kabla ya wakati wake, sio kama kitu chake ni wingi wa wakati tu, wala kipimo chake idadi ya miaka, bali ufahamu ni kama mvi kwao wanadamu, na maisha safi ni kama uzee ulio mtimilifu. Huyo alionekana amempendeza Mungu, akapendwa naye. Hata pindi alipokikaa katikati ya wakosaji akachukuliwa, naye akahamishwa ili uovu usimgeuzie nia yake, wala hila isimdanganye roho yake, mradi usihiri wa utukutu ufumba yaliyo mazuri, na uvuruvuru wa tamaa hupotosha akili zilizonyofu. Huyo alikamilika katika siku chache, akatimiza miaka mingi, na kwa kuwa roho yake ilimpendeza Bwana, akafanya haraka ya kuondoka katikati ya uovu. Lakini kwa habari ya waovu, hao huona lakini hawafahamu, wala hawatii mioyoni mwao neno hili, ya kwamba neema na rehema zina wateule wake, naye huangalia watakatifu wake. Neno la Bwana. Bwana ndiye mchungaji wangu, ndiye
cha waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwenu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa, tu mali ya Bwana. Maana Kristo alikufa akawa hai tena, kwa sababu hii awamiliki waliokufa na walio hai pia. Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Kwa maana sisi sote tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo, anena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu, na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi ni hivyo, kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Neno la Bwana. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, viuno vyenu na viwe vimefungwa na taa zenu ziwe zimewaka. Nanyi iweni kama watu wanaongojea Bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri watumwa wale ambao bwana wao atakapo atawakuta wanakesha. Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri watumwa hao. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angelijua saa atakayokuja mwivi, angalikesha, wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo Mwana wa Adamu.
tumekusanyika katika adhimisho hili la misa takatifu, sadaka ya ukombozi wetu na wokovu wetu, katika tumaini na kujitambua kwamba sisi watoto wa Mungu na kwamba maisha yetu ni tunda la upendo wa Mwenyezi Mungu ambalo tumelipokea katika zawadi ya maisha. Maisha yetu yanatoka kwa Mungu na yanaelekea Mwenyezi Mungu. Mungu katika upendo wake ametuumba akatuweka duniani tumjue, tumpende na tumtumikie, na baada ya kufanya hivyo vizuri tufike kwake na huko atupokee kwa zawadi ya uzima wa milele kuishi naye. Lakini kinyume chake pia kuna zawadi na sio zawadi, kuna adhabu ya moto wa milele ikiwa tumeshika. Kwa hiyo sisi kama watoto wa Mungu tunaitwa kuweza kutambua kwamba maisha yetu ni tunda la upendo wa Mwenyezi Mungu ambaye anatushirikisha kwa namna ya juu kabisa sisi kama binadamu, kama watoto wake katika maisha yake, na viumbe wengine pia ambao ni wenzetu katika maisha ya duniani. Tunasindikiza tuweze kuwatumia kama chakula kwa ajili ya tiba na mambo mengine pia. Mwanadamu maisha yake yanakuwa na msingi katika mwito wa Mwenyezi Mungu kwamba Mungu anataka aishi na sisi mbele yote. Tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na watu wake. Mama yetu Felista ambaye katika adhimisho letu tunamsikiliza kwa Mwenyezi Mungu alipokea zawadi ya upendo wa Mwenyezi Mungu, akaifumbata katika kuyapokea maisha yake kama mwanadamu, akazaliwa katika familia ya Mzee Kabati ambaye tumesikia kule Mkono, na tena katika maisha ya Kristo akapokea tena zawadi ya mtu mwingine ya kufanyika mwana wa Mungu, kumbe kwa sakramenti ya ubatizo na sakramenti nyingine za kutuingiza na kukamilisha katika Kristo, akafanyika mwana wa Mungu na mwana wa Kanisa. Na hata tumeambiwa katika historia yake fupi ambayo ni ya mtu wa maisha ya kawaida, maisha lakini yasiyokuwa na nguvu sana, tumeambiwa kwamba alibatizwa na ukiangalia miaka yake alikuwa ni sasa shule, akabatizwa na kwa maana ya sasa nimesomea mwenyewe, ameongoka, amependa, amesikia habari za Mungu, habari za Kristo mkombozi, na akapendezwa naye, akafanya maamuzi ya kufuata na kubatizwa, kufanyika mwana wa Mungu na mwana wa Kanisa. Katika sakramenti nyingine mpaka komunio ya kwanza akakula Mungu kama chakula, na katika mipaka aliimarishwa sasa kwa kuweka hali ya kujiridhisha kuishi vizuri mwito na maagano ya Kristo, akiyabeba katika maisha yake hasa kwa kazi za huduma za roho na za kimwili. Na katika utimilifu wa makuzi ya binti Kristo Katoliki, basi akamkumbatia mwito wa watakatifu, ambapo amekutana na baba yetu na wakapendana kama vijana, wakajileta mbele ya kanisa baada ya kuwashirikisha wazazi wao na ndugu, na wakafunga ndoa, wakaweka maagano ya kuishi daima katika upendo wa Kristo kama mume na mke kwa heshima. Na mwito huo mzuri umezaa matunda mengi. Watoto 6 wamezaliwa, nakumbuka vizuri, na miongoni basi kuna kaka zetu watatu waliokuwa kaka yetu Padre Valentine Kabati katika ajendo wa askofu wa jimbo la Mwanza, na wengine ambao matukio hili wanasikitika, na sisi tunajiunga nao pamoja na baba na watoto, na tumeambiwa kosa ya watoto na vitukuu ambao pia wanaingilia na kuadhimisha ile ibada takatifu kusikiliza dini katika nyumba ya Mungu ya milele. Tena huu na masikitiko, Padre Valentine mgonjwa yuko nje kwa ajili ya matibabu kuzuia kliniki, na tunajua kwamba anaendelea kupata tiba, tunamwombea njema. Lakini basi katika namna hiyo tunasikitika kupoteza mama na kaka na dada wengine ambao tunawaombea Mwenyezi Mungu awaimarishe. Kwa namna ya pekee tunamwombea
wake aliyesindikizana naye na kuishi na kushuhudia katika wito mkubwa wa ndoa takatifu ambayo imezaa matunda sana miongoni mwa familia za Kikristo ambazo zimemzalia Mungu, kanisa na nchi matunda mazuri ya watoto walio wazuri. Kwa hiyo hapa tunakupa pole sana kwa kupoteza upendo wako, lakini utambue basi yeye anatangulia mbele ya Mwenyezi Mungu katika kuitika ule mwito ambao ni wetu sote na kukomaa katika imani, kujua kwamba maisha yetu ni zawadi tu. Mungu ametupa maisha haya ya mpito, maisha mafupi ya duniani, ili tunatumia vizuri atuzalie kitu cha kimungu. Maisha yaliyo na mwanzo yatuzalie maisha yasiyo na mwanzo. Maisha ya muda yatuzalie maisha yasiyo na ukomo wa mbinguni. Kumbe mama yetu Felista amelijua kusudio hilo la Mwenyezi Mungu akumleta duniani, lakini na mwito wake akaitika kama binti na sasa kama mtu mzima ambaye kwa adhimisho la tukio letu linaloadhimisha la kifo anazidi kuitika mbele ya Mwenyezi Mungu akimwelekea na kumwambia, tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Sisi tumejumuika ili kumsindikiza upendo, ampokee basi, amsamehe dhambi zake kwa sadaka hii ya ukombozi wetu, amsafishe na kumstarehesha katika uzima wa milele miongoni mwa wateule ambao ni ndugu zetu pia. Ikishafanyika watakatifu, basi wanakuwa na kazi moja kubwa ya kumsifu Mwenyezi Mungu na kutuombea sisi. Kwa hiyo tunamwombea kwa Mwenyezi Mungu mama yetu Felista, ili Mwenyezi Mungu ampokee, amzawadie uzima wa milele na furaha zake, na kisha yeye afanyike mwombezi wetu. Amuombee upendo wake baba yetu ambaye amebaki pamoja nasi, apate tumaini na kujua kwamba Mungu anatupenda unaotufumbata wote, kwa kusaidiwa na sisi kwa kuhimizana, kuleana na kulindana vizuri, lakini pia kwa kusali pamoja na kuletana kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunashukuru yote ambao mmekuja katika adhimisho hili, na kwa namna ya pekee basi nawaombeni tutolee zawadi hii kwa ajili ya nia hiyo ya kumsindikiza kwa Mwenyezi Mungu mama yetu Felista, ili Mwenyezi Mungu aweze kujua kupokea kwake. Felista alikuwa mwanadamu kama sisi, na katika binadamu wetu tunakuwa na mazuri mengi, lakini pia makosa, dhambi na madhaifu huwa yapo. Na hayo katika siku kama hii na tukio kama hili, basi tunayaleta pia mbele ya Mwenyezi Mungu katika nia yetu kubwa ya kumwombea huruma ya Mwenyezi Mungu, ili Mungu amsamehe na kumpokea kwake. Tunamwombea Mwenyezi Mungu, tunamwombea mama yetu, Mwenyezi Mungu ampokee kwake, amsafishe, amsamehe, ampokee kwa sadaka ya Kristo msalabani ambayo tunaiishi kwa sasa katika adhimisho la misa takatifu. Kristo aliyemwaga damu yake katika msalaba ili atupatanishe na Mwenyezi Mungu, basi ampokee binti yake huyu ambaye ni mama yetu katika furaha na uzima wake, amhurumie na kufanya kwa miongoni mwa watoto wake wapendwa. Bidii kubwa basi mpaka mwisho amemaliza vizuri katika tafasiri ambayo wetu kama watoto wa Mungu. Sisi kama kanisa tunaona amedumu katika wito wake na katika maisha yake ya Kikristo, wamedumu katika upendo ya hali yao mpaka mwisho hapa, na huo ni wakati wao mpaka katika kuwatenganisha. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mama amedumu katika furaha, heri, katika shari na mawimbi, amedumu pamoja na baba yetu katika upendo mkubwa. Na hilo linatupa nguvu sana ya kuona ushuhuda wa Kristo na kujifunza kwetu, hasa wale wanaopata mwito wa Roho Mtakatifu, kudumu katika kupendana na kuvumiliana na kusameheana, kusikilizana kwa Mwenyezi Mungu, mama na baba yetu wanatufundisha. Sisi ambao tunakupatia mito mingine ya ukapaji, na sisi pamoja na utawa pia kama kujifunza kudumu pia katika miito yetu na katika Islamu yetu. Kila mwito na mambo yake, hata ukapaji pia na mambo yake. Haimaanishi kwamba ukapaji wanataka furaha ya kudumu wanaishi vizuri, wanakutana na changamoto pia, lakini kupitia mwito huu wa mama ambaye yuko katika roho yake na mwisho wa maisha ya Kristo, sisi pia tujiridhishe na kujitahidi kuishi vizuri tunapokutana na Mungu. Tusikate tamaa, tudumu kwa upendo katika mwito wa
lakini pia tudumu kwa upendo katika mwito wa utawa. Tunashukuru kwamba tunaposikiliza Bwana yetu tukimwombea Mwenyezi Mungu apokee katika roho yake amsamehe na kumsamehisha wale, tunafanikiwa kuona kwamba amejidhihirisha kuishi kwa matendo yaliyo mazuri ndani yake ya Kristo mkamilifu, na matendo ambayo ni zawadi ambayo kusikiliza mbele ya kiti cha Mungu cha huruma. Ndicho kitu ambacho tunapata duniani. Matendo mema yanatufanya tuingizwe katika uzima wa milele, na tunapotenda mabaya basi tunaingia katika adhabu ya milele. Tumwombee Bwana yetu Yesu ambaye amejidhihirisha kuishi vizuri kama ambavyo neno la Mungu linatuasa, basi na sisi tujitahidi kuwa na taa zinazowaka, kutafasiri na kupata maana halisi ya maisha ya mtu wetu, kwamba maisha yetu ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tuyapokee kama zawadi kubwa, tuyatunze, tuyalinda na tuwekeze kwayo, kupitia kwayo yatuzalie maisha ya milele yasiyopita, kwa sababu Mungu ametuumba katika duniani tuwe na hatimaye tufike kwa Mungu. Tunatumikia katika kuishi vizuri dini yetu, katika kuishi vizuri kutoka kwa Kristo, kwa matendo mazuri yanayotokana na uhusiano wetu mazuri, lakini pia kwa kusaidiana zile kazi za umma za kiroho na mwili, tukiutakatifuza ulimwengu na kulinda ulimwengu wetu pamoja na viumbe vingine. Mtu mwema anaishi vizuri, anatenda mambo yaliyo mazuri kwa yeyote na kwa viumbe vingine. Kwa mama Felista tusikii kelele sana za maisha yake mabaya. Ni maisha ya asili katika kile kikubwa, lakini maisha ya mama ambaye katika namna yake ya usiri na kawaida anaishi vizuri mtu wake, anadumu katika vitu wake kama Kristo mkamilifu. Tunasikiliza Mwenyezi Mungu amwombee na Mungu afanye auzike sasa pamoja na wateule wake. Sala hii ya mtakatifu inayotolea kumsindikize mbele ya mamazi wake kama Yesu Kristo Masia, na aweze kupokea na kumtolea huduma. Mungu apokee kwake pamoja na wateule wake, na sisi tunaohaki nasi katika faraja tuzidi kujitambua kama watoto wa Mungu na kujidhihirisha kuishi vizuri. Upendo huo ambao umetufanya kusanyika hapa, upendo huo uliotufanya kusanyika katika kanisa hili viwe nguzo yetu siku kwa siku tunayoishi tukimwendea Mwenyezi Mungu. Tutambue kwamba maisha yetu ni zawadi, hatujawewa hapa duniani kuishi milele. Tumepewa zawadi hii kwa mpito ili tuielekeze zawadi ya maisha ya muda mafupi ituzalie maisha ya kudumu na ya muda mrefu. Kila mmoja ajidhihirishe basi aone kuishi vizuri na Mwenyezi Mungu, kujidhihirisha kwa kusaidia na kutuelekea Mwenyezi Mungu, lakini pia kupenda sisi na sisi kwa maana kupeleka wasikiliza kanisa letu, kupenda majimbo yetu, parokia zetu, kupenda jumuiya zetu, kupenda familia zetu, na kujitahidi kuwalea watoto wetu kuwasikiliza, na mwisho wa yote wasikupenda pia hata nchi yetu na ulimwengu wetu. Mungu awe yote katika maisha yetu, na sisi tuombe neema ya kuwa wapeleka Kristo. Tuwapeleka Kristo kwa watu ambao kwa mwito wetu kama Kristo, na ambavyo ilivyo pia mwito wetu kama Bwana. Kila mmoja ajitahidi kutangaza Mwenyezi Mungu kwa kazi zilizo njema, kwa kuishi maisha ya mwito yaliyo mazuri, lakini pia kwa kuishi mahusiano yaliyo mazuri sisi na ndugu zetu wengine, sisi na viumbe vingine duniani pia tunalipa mahusiano mazuri. Mungu awe yote katika yote, na ajalie kuishi kwa watoto wake siku kwa siku, ili kupitia maisha yetu ya Kristo, ushuhuda wetu, mahusiano yetu, tuwavuta watu wengine watu watumikie Mungu, na siku moja pamoja na Kristo na pamoja watu wengine tujikutane na Mwenyezi Mungu, tumsifu na kumfurahia kwa sababu atakuwa ametupokea kama watoto wake. Mungu wako haja yetu ailinde, hasa katika tukio hili la utengano, amlinde Baba, awalinde kaka zetu na dada zetu, wajukuu na wajukuu, nani ndugu jamaa na rafiki, muone faraja ya kuwepo Mwenyezi Mungu ambaye
kusaidiana, huku tukishikana mkono na kupendana mkono. Tumsifu Yesu Kristo. Twaomba mpokee mbinguni huyu ndugu yetu aliyekula karamu ya mwili na damu yako, Bwana. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasafiri hata mara moja kwamba wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu, Bwana. Sali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni, Bwana. Mungu ni makimbilio yetu, pia asili ya yote. Nakuomba usikilize sala zetu hizo, maombi yetu na dua zetu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.
salini sadaka yenu ibariki kwa Mungu mwaminifu. Dunia zimejaa
yake na usiike, ili kwa kushiriki damu ya Kristo tusali na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, kubadilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu leo na mimi mtumishi wako Yosefu Salimu, Askofu Bure Nafsi Bwana na watu wote. Kumbuke mtumishi wako Felista yeye mtoto wako kwa dunia hii. Ujalie yeye aliyeshirikishwa katika mwanao kwa ubatizo ashiriki pia kwa Wakumbuke pia ndugu zetu na wageni. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na mafungo na marehemu wote waliofariki dunia katika huduma yako Kristo. Tunakuomba utuombee sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenyewe mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu wake Bikira mtume wa Injili mtakatifu wote waliokuja katika mkate ujariki uzima wa milele na sisi na kukuza kwa ajili ya mwanao Yesu Kristo.
Bwana, tumeshibishwa kwa sakramenti iendayo uzima na kuomba ndugu yetu Maria Teresa ambaye umeshirikisha jambo lako atakaswe kwa nguvu ya fumbo hili na afurahi bila mwisho katika amani ya Kristo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yesu Kristo. Basi inayofuata sasa ni salamu za rambirambi. Nimkaribishe Vedastus kwa niaba ya familia ajongee hapa mbele atakayepokea salamu za rambirambi kwa niaba ya familia kutoka jimbo kuu la Mwanza. Karibu. Salamu hizi tunapeleka kwake Padri Valentini Kabati ambaye ni makamu wa askofu wetu jimbo kuu la Mwanza. Tuzitume pia kwa baba ambaye ni mume mama yetu Felista, nawe mwakilishi familia ndugu wetu Vedastus. Tunawatakia neema na amani ya Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Sisi wanajimbo kuu la Mwanza tulipokea kwa masikitiko makubwa taarifa za mama yetu mpendwa Felista Muyango Kabati ilipotokea tarehe 27 mwezi wa kwanza 2026. Apumzike kwa amani. Kwa niaba ya mapadre, watawa, waumini, walei na familia nzima ya wana wa Mungu katika jimbo kuu la Mwanza, napenda kutoa pole kwenu ndugu, baba, mgane, watoto, ndugu, jamaa na marafiki kwa msiba huu mkubwa wa kuondokewa na mama yenu Felista Muyango Kabati ambaye amemaliza safari yake hapa duniani. Kwa pamoja nanyi katika kipindi kigumu cha maombolezo na majonzi makubwa, tunamwombea marehemu mama Felista Muyango. Mwenyezi Mungu ampokee katika ufalme wake wa mbinguni. Tunamwombea pia Padre Kabati ambaye yuko huko India akitibiwa, naye awe na moyo mkuu, apokee jambo hili kwa imani na Mwenyezi Mungu amponye. Raha ya milele umpe Bwana, muziki kwa amani. Amina. Mwashamu Askofu Simon Chibuga Masondole, askofu wa jimbo la Mwanza. Karibu. Namuongezea na kujilia wako mpendwa Felista Muyango aliyefariki. Wapendwa sana ndugu zangu, kaka zangu, Padri Valentini Kabati, vicario makamu wa askofu mkuu wa jimbo letu kuu la Mwanza, ndugu wengine katika familia ambao masikitiko makubwa tunaoweza, wapendwa wana familia, jamaa, marafiki na pamoja na wapendwa wasioamini wakati ya masio ambao wamekaa na wazee hawa wawili kwa muda mrefu sasa, mkishiriki nao katika maisha ya kawaida ya Kikristo, katika maadhimisho ya takatifu, maisha ya jirani, katika dunia ndogo. Kwa masikitiko makubwa na pia naungana pamoja na nyote kwa ajili ya kumwombea mama yetu Felista, Mwenyezi Mungu amweke
nasi pia kama wanajimbo la Bunda ambao kwa baraka za Mwenyezi Mungu tunashiriki ulimwengu wetu wa Kristo, tumepokea masikitiko tukio hili la kifo cha Mama Felista, mama ya Padri Kabati, makamu askofu wa jimbo la Nazareti na watoto wengine wazetu na dada zetu, na wamekuwa pia hivi sasa wachukuu wengi na kuchukua wengi. Mungu amependa kuita kwake baada ya kuwa maisha mazuri ambayo yakupatia kama zawadi, na anajua namna nzuri ya kuyaishi na kuyashuhudia. Yamefikia ukomo katika namna hii ya kidunia, lakini yanaendelezwa kule mbinguni. Tunaamini na tunamwombea Mama Felista ili Mwenyezi Mungu katika baraka yake kwa sasa au naye mteule wake miongoni mwa watakatifu na awe pia mlezi wetu. Sisi kama wanajimbo la Bunda na wanajimbo kama askofu tunasikitika na nazidi kumwombea Baba utulivu, na mwombea pia Padri Valentini ambaye yuko matibabu India, afya njema na arudi kuungana na familia. Lakini basi kwa familia, Mungu azidi kuwaelimisha na kuwafanya wawe kitu kimoja zaidi. Mama Felista pamoja na baba yetu wamekuwa chanzo cha watoto wengi sasa ambao wameiva watoto na wajukuu na vitukuu wanaokaribia 90 na kitu. Basi mwenzi zawadi hiyo ya maisha ambayo Mama Felista na mwenzi wake baba yetu wameambukiza kweli na kuitafasiri vizuri, hasa kwa kushikamana katika familia na kuona uzuri wa familia ambayo tumekusanya kutoka sehemu mbalimbali kwa watu na jirani. Anabeba mama yetu tunashinda kifo tunashinda na tunashikamana na kutokea hivi. Kwa hiyo naomba shikamana kwa familia, uzidi kutunza baba na pia kwa wake. Ni mzee sasa anakuwa basi muwe naye na msaidie. Lakini wote tunaangalia katika kumwombea baba mzee wa Mwenyezi Mungu ambaye anapokea kwa katika siasa basi na nani mpaka tutaimarisha tutaiwasilisha. Asante sana. Basi nimkaribishe vika watawa kutoka jimbo kuu la Mwanza. Tumekuja kuunganika na baba makamu askofu mkuu kumsindikiza Mama Felista katika safari yake ya mwisho. Michango yetu ya rambirambi tayari tumeshaitisha kwa Baba Kabati. Tutaendelea kumwombea mama pumziko la milele katika maadhimisho ya misa. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Niwakaribishe sasa umoja wa mapadri jimbo la Bunda. Karibuni. Ndugu zangu mapadri, familia ya Padri Kabati na ndugu zangu waumini, tumsifu Yesu Kristo. Tulipokea msiba wa mama yetu kwa masikitiko makubwa, lakini kama kisima cha imani na matumaini tunafarijika sana na maandiko matakatifu inayotueleza kwamba aliyekufa katika Kristo watafufuka pamoja naye. Tunaendelea kumwombea mama yetu na familia ya jumla, tupokee kwa imani na Mwenyezi Mungu ataendelea kwa pamoja nao. Raha ya milele mpe Bwana, mama yetu apumzike kwa amani. Amina. Sisi na mbele yetu tunatoa
Basi nawakaribisha wakristo kutoka parokia ya Mgando, Mwanza. Kwanza askofu wa Mwanza, Mhashamu Askofu Msindole, askofu wa jimbo la Bunda, Mheshimiwa mapadri, tawa, Mheshimiwa baba wa familia, Mheshimiwa watoto wa familia, ndugu na jamaa na familia wote, tumsifu Yesu Kristo. Na kwa niaba ya mapadri wote wanaoendelea katika parokia ya Mgando na walei wa parokia ya Mgando, tumeunganika pia na askofu pia kutoa pole kwa familia msiba mkubwa ulioomba, pia baba yetu Barabati Kajene mwanajioka pia parokia ya Mgando ambaye kwa matibabu kuingia. Tunatoa pole kwa pia kwa baba, kwa familia, kwa moyo mkuu, kitambua kwamba sisi tuko mahali ya Kristo, tukiishi au tukifa. Kumbe tunawatia moyo mkuu, tunaendelea kuombea dhambi yetu na tushatoa tangu nyumbani na pia kumbe tuko pamoja tunaendelea kuombea. Raha ya milele kumbe ili Bwana. Basi niwakaribishe wakristo wa Benki ya Mkombozi. Karibuni. Jimbo la Mwanza, Mhashamu Askofu Msindole, askofu wa jimbo la Bunda na baba mapadri, watawa, familia ya Kabati, wajukuu, watoto na wanaparokia wa parokia na sio, tumsifu Yesu Kristo. Benki ya Biashara ya Mkombozi tawi la Mwanza na Mgando, tunapokea kwa masikitiko makubwa kifo cha bibi yetu, mama yetu Felicitas, lakini pia tunashiriki nani katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo na tukiwaombea Mwenyezi Mungu awatie nguvu hasa kipindi hiki ambacho tunapitia. Raha ya milele Bwana ramani yetu inayowasilisha kwa familia. Niwakaribishe sasa masista wa Benediktini kutoka Mwanza. Karibuni. Ndugu jamaa na marafiki na
kumsindikiza ndugu yetu mama yetu Felista katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alikuwa ndugu yetu katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha siku ya mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote milele na milele. Sasa baada ya heshima ambazo tutashiriki wote hapa, tutampeleka ndugu yetu mama yetu Felista makaburini, tukiamini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima. Basi nakuasha baba askofu wakiwa mwanzo mama yetu ni wazi mapadri wafuata jina langu, na baada ya mapadri waamini wengine wote wanafanya kuongoza kwa Mungu. Baba
wa jimbo la Bunda, mapadri, watawa, makatekista, waumini, ndugu, marafiki, jamaa, tumsifu Yesu Kristo. Mimi mwakilishi wa familia ya Damiani pamoja na Felista na mtoto wetu, padre wetu baba wa Roho Padre Kabati, tunapenda kutoa shukrani. Shukrani zetu ni pale ambapo tulipata tukio kubwa na kuondokewa na mama yetu. Hili tukio tulilipokea, lakini kwa nafasi ya Mwenyezi Mungu watu walitupenda, wakatuunga mkono, tukawa pamoja mpaka kufikia sehemu hii. Ni sehemu kubwa sana, tunahitaji tushukuru kwa mema. Nakumbusha Mwashamu Masondole kahubiri mama alipokuwa, tabia ya mama. Moyo wangu uliona Masondole kuzaliwa siku moja. Mama alikuwa na tabia ya usiri mzuri wa kusema na watoto, hata kama kuna baya huwezi kusikia kwa wengine. Ametukumbusha kama familia tujaribu kuwa na usiri, tujaribu kupendana. Mama alipenda ndugu zake wote na alituonyesha njia ya kufahamu ndugu zake. Ametuachia alama kubwa, kama mlipokea hiyo ni ukumbusho wetu, na wasihi sana. Mama alionyesha mapenzi makubwa sana, hata wajukuu waliweza kuishi kama watoto wa mama, na katika sisi malezi ya mama yetu hakuweza kubaguliwa. Hii nafasi ni kubwa sana, tunapokuwa naongea mbele ya mababa zetu wa kiroho, wakishuhudia mama ingawa amenyamaza, lakini roho yake haijanyamaza. Basi baada ya kusema hayo, mama yetu tuombee sana. Na kama mliangalia Mwanza, wanajumuia walitupenda sana, na kila kitu nafikiri watufanyia vizuri. Mapadri wetu tumeungana nao mpaka muda huu, bado tunao wanafunga kwa nia nzuri. Na sisi mapadri hatuna cha kuwapa, lakini Mungu atawapa mengi na zaidi ya yaliyowema kuliko sisi tunavyotarajia. Baada ya kusema hayo, baba askofu na mababa askofu wote samahani, basi Mungu aendelee kuwapa roho hiyo mpaka tunajisikia vizuri maaskofu wote kuja kuendesha misa na mama yetu. Baada ya kusema hayo, kama kumsika kwa amani. Amina. Raha ya milele mwangazie na